Kwa kilichotokea ni lazima tu kwa mchezaji kama Sadio Mane afikie maamuzi ya kuritaya katika timu ya taifa ya Senegal. Binafsi nimeweza kufuatilia, na baada ya kuona kwamba hata wachezaji nguli kama kina Didier Drogba, wakina Samuel Eto'o, binafsi baada ya kusikia kwamba eti CAF wameng'amua maamuzi ya kwamba eti nchi ya Morocco ikabidhiwe kombe la AFCON, kiuhalisia ni matokeo ambayo hakuna ambaye aliyategemea kutoka kwa CAF wafanye maamuzi kama hayo, na imeonekana dhahiri kwamba nchi ya Morocco hivi sasa inaonekana kama ndo nchi ambayo inatengenezea mazingira kuweza kuonekana kwamba hakuna nchi ambayo kwa sasa inafanya vizuri kama nchi ya Morocco, na yote ni kutengenezea mazingira na rais wa FIFA Gianni Infantino, ambaye baada ya kuona kwamba nchi ya Morocco ilifika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la dunia, basi kwa sasa inabebwa na kutengenezea mazingira ionekane kwamba timu ya Morocco ndo timu ya bara la Afrika. Sasa ukweli ni kwamba hata wachezaji mbalimbali wa timu za taifa za barani Afrika wanaona kabisa hakuna haja na hakuna tena umuhimu wa kuendelea kutumikia timu ya taifa, akati hata ukipambana, hata ukionyesha jitihada katika timu, manake timu haiwezi kufanikiwa kuchukua kombe la aina yoyote. Ni lazima tukubali katika huu ukweli kwamba kwa hivi sasa ndani ya bara la Afrika katika michuano mbalimbali kuanzia michuano ya AFCON, basi tukubali ama tukatae kwamba kwa sasa hakuna timu ambayo inaruhusiwa kuchukua ubingwa wa AFCON zaidi ya timu ya taifa ya nchini Morocco. Yani huo ni uhalisia, tena haswa kwa hizi rangi nyeusi. Aise, tutasubiri sana. Yani sio timu ya taifa ya Nigeria, sio timu ya taifa ya Cameroon, sio timu ya taifa ya Senegal. Ni timu ambazo kiuhalisia hazistahili na zimeshawekwa katika mazingira ambayo timu hizi hazipaswi kuchukua kombe la aina yoyote. Pengine labda ingekuwa ni timu ya taifa ya nchini Misri, pengine kulikuwa na nafasi kubwa sana ya timu hiyo pia kuweza kuchukua ubingwa, lakini kwa kuwa ni rangi nyeusi, basi ni mazingira ambayo tayari yameshawekwa kwamba timu hizi hazistahili na hazitaki kuweza kuchukua kombe la aina yoyote. Kwa hiyo kwa mchezaji wa Al Nassr Sadio Mane kutoka timu ya taifa ya Senegal, baada ya kuona kabisa kwamba amepambana, ameonyesha jitihada, lakini amekuwa timu yake ya taifa kwa miaka na miaka, lakini kwa kinachoendelea hana haja, hastahili kuendelea kubakia katika timu yake ya taifa. Hivyo katika timu ya taifa kwa sasa, taarifa tulizozipata na baada ya kuona kabisa kwamba kinachoendelea katika timu ya taifa ya Senegal, kila mchezaji anaona kabisa kwamba kwa hivi sasa ni bora akafocus na timu ya klabu yake husika, lakini sio timu ya taifa. Hivyo kwa kilichoonekana kwa Sadio Mane hajapendezewa na hata viongozi mbalimbali kuanzia kocha na wachezaji, mashabiki kwa ujumla. Yani sio mashabiki wa timu ya taifa ya Senegal, lakini pia mashabiki barani Afrika. Ukifuatilia kwa comment nyingi sana kwa wale ambao wameendelea kufuatilia reaction za watu baada ya maamuzi yao kutoka, ni kwamba watu wengi kwa asilimia kubwa na kundi kubwa hawajapendezewa na walichokiamua CAF pamoja pia na rais wa FIFA Gianni Infantino, na kiuhalisia kwa Sadio Mane kuamua kufanya maamuzi ya kuritaya timu yake ya taifa, nafikiri ni kitu ambacho huenda kikawa si kibaya, kwa sababu kitendo walichokifanya kwa viongozi wa CAF na viongozi wa FIFA ni kitendo ambacho kimeonekana kabisa kwamba timu ya Morocco inapendelewa, na timu ya Morocco hivi sasa inaonekana kwa ndo timu ambayo inatengenezea mazingira kuonekana kama ndo timu mama ndani ya bara la Afrika. Lakini kweli ni kwamba Sadio Mane kwa hivi sasa anataka kustaafu timu ya taifa ya nchini Senegal baada ya kuona kama kilichotokea hakijampendeza, na ameona kabisa kwamba hakuna haja na hastahili tena kuendelea kubakia katika timu yake ya taifa ya nchini Senegal kwa kile ambacho kimeweza kujitokeza baada ya kupokonywa kombe, yani tonge mdomoni.